naitwa Edgar Masasu, ni promota na matchmaker wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania. Ni mkazi wa Kyela. Hiyo ngumi mengi huwa nafanyia mkoani Mbeya. Kwa leo nimejisikia faraja kwa sababu mkurugenzi mtendaji amepeleka wazo la kama nataka nichangie taulo kwa watoto wa kike mashuleni sekondari. Nipo ushirikiano mzuri. Kwa hiyo nimeona ni nafasi sasa na mimi kuweza kutoa msaada wangu kwenye shule mbalimbali za sekondari, especially ambazo ziko na watoto ambao wanaona kutoka mashuleni. Kwa kawaida mtaratibu wa kuandaa mapambano huwa ni utaratibu ulionyooka na ni utaratibu ambao mara nyingi huwa hauna mafanikio. Tunatamani kufahamu kipindi hiki tunajipanga kiasi gani kwa mapambano burudani itakuwa imeanza gani, na kama nilivyosema kwamba mgeni rasmi atakuwa ni mkurugenzi mtendaji wa mkoa wa Mbeya. Kwa leo kuna mapambano tutakayocheza mapambano saba ambayo mapambano haya yanajumuisha bondia toka mikoa mbalimbali. Bondia toka mkoa wa Dar es Salaam, bondia toka Njombe, lakini na mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya na wilaya zake sasa, Rungwe na Kyela. Kwa hiyo kwa bahati nzuri sana kwa bondia ambao wanaishi Dar es Salaam, wanafanya kazi na wanajeshi, lakini wamekubali kuja kufanya mapambano haya Kyela kwa sababu ni nyumbani Mbeya, kwa ajili ya kutoa support kwa watoto ambao ni wa kike ambao watapata hizo taulo kwenye sekondari mbalimbali. Lakini kikubwa tu ni kwamba mimi nishukuru kwanza Busokelo TV kwa ajili ya Ipinda TV, Ipinda Online TV kwa wito wenu ambao mpaka leo mko mahali hapa. Nashukuru kwa ushirikiano wenu. Lakini niahidi tu kwamba niombe ushirikiano wenu wa hali na kwa sababu gani hii safari ya ngumi ni ya muda mrefu sana. Sio leo tu. Ni muda mrefu. Lengo langu kubwa nataka ni watoe vijana wa Kyela au mkoa wa Mbeya hawezi nao kufikia viwango vya juu, kwa sababu mimi kama agent napeleka bondia nje ya nchi mbalimbali. Germany, Russia, UK na nchi zingine mbalimbali. Lakini bahati mbaya napeleka bondia ambao wanatoka nchi zingine au ambao ni wa mikoa mingine. Kwa hiyo bado ninawiwa kutoa bondia toka Kyela nisafiri nao kwenda nchi zingine wakafaidike nao matunda ya kaka yao ambao tayari nipo kwenye industry ya ngumi na nimeshapata cheni ya nchi mbalimbali ambazo ninaweza nikawapeleka popote kwa ajili ya maslahi ya kwao, kwa sababu ni vijana ambao wakitumia nguvu zao hizi kufanya uhalifu inaweza ikawa changamoto kwa taifa. Kwa hiyo bado ni waase tu mabinti wengi, vijana wengi ambao wanahisi wako na chance ya kwenye michezo, basi waingie wajiunge ili tuweze kufanya kwa pamoja kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa, lakini kwa mkoa wetu wa Mbeya. Moja kati ya vitu ambavyo watu wa Kyela wanajivunia ni kuona wanatoa wapiganaji ambao wanapofika ngazi ya taifa wanakuwa pia. Kuna wapiganaji wengi, lakini pia mapambano ambayo unakuwa umeandaa ni mapambano ambayo ukileta kwa level za wilaya unaona kama ni mapambano ya kawaida, ila mabondia wakifika hatua kubwa ndio wanajua kwamba kumbe tulikuwa tuna pambano la maana. Mfano mzuri tunazungumzia Mbachi ambaye alicheza hapa, bondia kutoka Zambia, na juzi ametoka kushinda pambano dhidi ya Dula Mbabe. Kwa hiyo Kyela wanajivunia kuwa na mtu kama wewe. Pengine tunatamani kufahamu katika siku ya leo, pamoja na kwamba ni pambano la hisani, lakini unalitazama kwa umbali kiasi gani, kwa ukubwa kiasi gani, baada ya kuwa umekamilisha lengo lako la kutoa taulo za kike kwa mabondia? Lengo hasa la haya mapambano, hawa mabondia wanaondoka na nini, na wewe unataka upate picha ipi hasa mara baada ya mapambano haya kuwa yamekamilika katika siku ya leo? Baada ya pambano hili, kwa sababu tayari kuna mabondia ambao ni wakubwa tu sana. Mabondia Meshack Mwankema ni bondia mkubwa kitaifa hata kidunia. Nimeenda naye nchini Urusi mara nyingi na ameshinda mara nyingi. Kuna bondia Ezra Mwanjwanga, ni bondia mwanajeshi, ni mkubwa tu sana, ana hadhi ya nyota 2. Meshack ana hadhi ya nyota 1 sasa hivi. Kwa hiyo niseme tu baada ya pambano hili hawa mabondia hawatakuwa kwenye hadhi hii, wataongezeka ranking zao kitaifa lakini na kidunia. Lakini vingine ni kwamba baada ya pambano hili mabondia hawa wanaweza kufanya mapambano mengi ya kimataifa. Kwa sababu gani? Hii itakuwa ni njia ya kwao. Kwa mfano kwenye ngumi kuna kitu kinaitwa
hizi haya mapambano ya mfuatano, mapambano haya ndio yanayotengenezea mabondia wengi safari za nje nyingi. Unaona? Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba baada ya pambano hili ni utambulisho mkubwa wa pambano la mwezi wa 4 au wa 6 kwa ajili ya pambano mkubwa wa kimataifa. Nilimleta bondia Mbachi Kaonga toka Zambia. Ni bondia mkubwa sana. Sema tu pambano ambalo lilichezeka hapa siku ile ilitokea tu ile, lakini isingetokea ile watu wangeona. Lakini mfano mzuri tumeona juzi kilichomkuta bila mbaya. Kwa ndio watu wajua kwamba huyo pale alikuwa ni bondia ambaye ni wa kimataifa sana. Lakini sio hiyo tu. Mimi nimeshiriki kwa mapambano makubwa tu ya kimataifa. Bondia Hassan Mwakinyo nilifanya naye pambano Dodoma. Tumefanya hilo. Kwa hiyo bado mimi sio wa mtu ambaye wa kujikweza kwamba niko katika hali ya juu, lakini kazi zangu nafikiri zinajieleza dunia. Yeah. Kwa hiyo naomba tu watu waje kwa wingi leo Namwaini ili tuweze kufanya hisani hii kwa ajili ya kuwasaidia kwetu hakika kama sekondari mbalimbali. Mwingine kiingilio ni kiasi gani? Ya kwa upande wa kiingilio ni kwamba tuna single shilingi 7,000, double shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000. Hii kiwango cha kawaida sana. Kwa hiyo naomba tu watu wa kutoka wilaya au kata mbalimbali waje kwa wingi, wasapoti vijana wao, lakini tuwasaidie kwa pamoja tuhakika kupata hizi taulo ambazo wanatumia kwa ajili ya kujistiri. Naam. Nashukuru sana. Asante, nashukuru sana. Muda. Mapambano yote haya yataanza kuanzia saa 12 jioni. Nafikiri tunategemea sana kumaliza saa 3 usiku. Ili watu wapate muda wa kupumzika na kufanya shughuli zingine. Naam. Asante. Asante sana.